Usilale hujamwambia Mwenyezi Mungu hayo. Utaamka na rehema za Mwenyezi Mungu. Hakuna kibwengo atakayekuchezea, hakuna jini wala sheitani hata mchawi atakayekuchezea wewe, hakuna. Kabla hujalala dakika 10 nyingi, dakika 5 tu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, wapenzi watazamaji wa Jawabu TV, karibuni sana. Hakika leo ni siku nzuri sana na tumekuja hapa kumtembelea mwalimu wetu Sultan Sheikh Sharif. Kikubwa zaidi ni kwa ajili ya kuendelea kupata ile madarasa ambayo mara kwa mara huwa mnahitaji, na leo nipo naye tena hapa. Cha kuwasihi tu ni kwamba endeleeni kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho. Hakika tutajifunza mengi sana, lakini kabla hatujaendelea, naomba kwanza nimsalimie, kwa sababu nasema salamu inafungua na kuongeza mengi sana. Mwalimu. Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ndio Januari. Vipi maendeleo? Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Tuko vizuri kabisa. Endelea vizuri kabisa, alhamdulillah. Watu wengi wamepata kuelimika, watu wengi wamepata vitu ambavyo mwanzo hawakuwa nazo. Kwa hiyo lazima nifikishe huu ujumbe. Alhamdulillah. Tena vizuri zaidi na wao pia wakiwa wanaona ili wajue kwamba wanachoniomba kukifikisha kinafika. Basi kinafika. Mjumbe hauawi. Uzuri ni kwamba mjumbe hauawi. Wewe ni mjumbe. Okay. Na umenifikishia ujumbe. Mimi nimeupokea ujumbe, ni wajibu wangu. Okay. Kwa nimeupokea kwa mikono miwili bwana. Mashaallah. Alhamdulillah. Ndio. Katika siku ya leo natumai kuna kitu kizuri tunaenda kujifunza. Naam. Na bila kwenda mbali zaidi nikukaribishe. Naam. Tuendelee katika mwendelezo wetu. Karibu sana. Nashukuru sana Januari. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ndugu zangu watazamaji wa Jawab TV, awali tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumekutana tena. Naam. Kama ulivyosema katika mwendelezo wa madarasa yetu mbalimbali ambayo tumekuwa tukiendelea nayo kila leo. Tunamshukuru Mungu kuona na kuwa madarasa haya yamekuwa ni yenye natija kubwa kwa watu, na tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu azidi kuyafanya kuwa ni yenye natija kwa watu. Nimekuwa nikilisema hili mara kwa mara kwamba lengo kubwa ni watu kuelimika. Hilo ndio kusudio letu. Hatuyasemi haya fahari, hatuyasemi haya kutaka kitu. Tunasema haya kuweza kunufaisha watu. Watu wakinufaika na sisi tutanufaika kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza ikiwa kama watu wananufaika. Kama watu wananufaika ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini kama watu wanufaiki, mnatwanga maji nyinyi kwenye kinu. Mnapoteza muda bure. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu sana, na hasa kulingana na ulimwengu tuliokuwa nao. Tupo katika kipindi ambacho kinahitaji sana elimu, kuanzia kwa watu wetu ambao wanatusikiliza. Ulimwengu tuliokuwa nao ni ulimwengu hatari sana. Ni ulimwengu mbaya, sababu ulimwengu huu wajinga ni wengi kuliko werevu. Wajinga wamekuwa wengi sana, lakini werevu wamekuwa ni wachache, kiasi ambacho mwerevu anaonekana mjinga na mjinga anaonekana mwerevu, kwa sababu ujinga unaambukiza. Ndio kanuni ya ujinga. Okay. Kwa kulia kuambukizana watu ujinga unashika nafasi kwa haraka sana. Kwa linapatikanika kundi kubwa la wajinga wanaosapoti ujinga. Kwa hata mwerevu ukisema hutosikika,
Tupo katika zama hizo. Sasa ni zama hatari sana hizi sana. Kuna haja kubwa ya watu kusoma, kujifunza, ili tuepukane na wimbi hili la ujinga. Kama hivi ambavyo watu wanasoma, lakini kuna mambo ambayo humu mtu huwezi kujifunza. Humu utafunzwa ama utajua baadhi ya vitu, ila kuna mambo lazima uwekwe chini, usomeshwe. Usome kabisa, uelimishwe, uelimike, utoe ule ujinga. Hiyo ndo nusura. Sawa? Tadodosa humu, takavyododosa kidogo, lakini kusoma ni muhimu. Si kila kitu utakipata katika mitandao au haya madarasa. Kuna mambo utayakosa humu. Si kila kitu kitawekwa wazi, na kuna vitu muhimu sana mtu kuvijua. Tupo katika zama ngumu, tupo katika hard time. Wakati mgumu sana hapo, watu wengine waelewe vizuri. Kiruguru hiki. Okay. Tupo katika wakati mgumu sana. Miaka 5 hapo mbele, miaka 10 mbeleni, hali haitakuwa hivi. Tutakuwa na hali ngumu zaidi sana, kimaarifa na kila kitu. Sikwambii miaka 30 ijayo. Sasa hivi watu wasomi. Sasa tutakuwa na wasomi wepi miaka 30 ijayo? Sasa kila mmoja mwerevu, kila mtu mwerevu. Hatukatai watu kwa werevu, lakini huu werevu ambao tuliokuwa nao si werevu wa Mungu. Sababu kuna werevu wa ujinga. Mtu ni mwerevu, lakini werevu wako mbaya, si mzuri. Alafu kuna mtu una werevu mzuri, kweli ni mwerevu, lakini werevu wako hauna natija. Sasa ni muhimu watu kwa makini. Sasa hivi yasiyofaa yanafaa, yanayofaa hayafai. Na hata mtu kisimama ukasema hili linafaa, utaona waajabu sana, kwa sababu zama hizo ndo zinakwenda hivyo. Sasa kuna umuhimu mkubwa watu kusoma. Lazima tusome sana. Elimu inatutaka Januari, na sisi tunaihitaji ya elimu. Unajua, nimeona kuna jambo moja hivi karibuni katika ziara zangu hizi. Kuna sehemu nimekwenda, nimefika pale na watu wangu niliokuwa nao, tembea katika nyumba moja. Ile nyumba naishi mzee, yuko na mabinti zake 3, na wale mabinti zake kuna binti mmoja na mtoto mdogo wa kiume, Malika. Katika wale mabinti zake 3, yule mzee ni mtu mzima, yani ni mzee ndo mzee tena, sio mtu mzima. Yani lengo langu ni kwamba ni mzee, umri wake umekwenda sana. Sasa tukakutana naye yule mzee, tukazungumza mambo 2 matatu.
katika mazungumzo yetu mimi nilijifunza mambo muhimu sana kwa yule mzee. Anasema mimi kwa umri wangu wote mpaka hapa nilipofika nimeshughulika na mambo mengi sana, lakini kwa hapa nilipofika leo yote hayaninufaishi. Yote si kitu kwangu. Lakini kwa wakati huu na kwa umri huu naona kwamba ningeshughulika na jambo la Mwenyezi Mungu mpaka hapa nilipofika, ningekuwa na thamani kubwa sana. Kwa msiache dini. Sisi tulofikia huku tunaiona thamani hii ya dini. Yule mzee anaongea yale maneno magumu sana. Mtu ambaye anajuta alafu ndo haiwezekani. Si kitu chepesi hicho, si kitu kidogo. Kwa hiyo kanibidi tena pale sasa mumfariji, mumge moyo na kadhalika. Lakini tena umri ule miaka 80 kwenda 90 huko, utamfundisha kitu gani kitaingia kichwani? Sasa lilingia somo kubwa sana kwamba umri tunao, tunashughulikana na mambo mengi sana kiulimwengu, lakini haya mambo tunashughulikana nayo kuna wakati utafika hayatatunufaisha na tutonufaika nayo Januari. Kuna time itafika elimu ndio heshima yetu, hakuna chingine. Yaani kuna time itafika itakuwa hivyo kwamba ili uheshimike lazima uwe na elimu. Hata uwe ni mstaafu shekhe, una manini, lakini kuna time itafika hutoheshimika kama hauna elimu. Lazima tujifunze, lazima tusome, lazima tuwe na elimu. Na mimi elimu ambayo natamani watu wajifunze sana ni elimu ya Mwenyezi Mungu. Ulimwengu huu sawa ni kwamba kuna ujinga mwingi, kila elimu ambazo zinafaa watu wazichukue, watu wasome, lakini hasa elimu ya uchamungu. Watu wajifunze elimu ya uchamungu. Ni elimu kubwa sana ambayo ina natija mno. Pamoja ni elimu ngumu. Tumekuwa tukiyasema mambo chungu mzima, mambo mengi sana, na wale wanaotufuatilia ambao wamekuwa wakiyafanya hata yale tunayoyasema wataona kuna ugumu kiasi gani. Kumfika Mungu si rahisi, ila iko wazi. Kumfika Mungu si kunywa maji. Si suala jepesi hata kidogo, na ndo suala ambalo mtu kafanikiwa kuwa nalo, umewini wewe duniani na akhera. Umefanikiwa. Zinasemeka, watu wanazisema kila leo, lakini kufanyika ni ngumu. Unajua Januari, kuongea na kufanya ni mambo mawili tofauti. Mimi nitasema hapa, lakini kuyafanyia kazi yale ambayo nayasema ni kitu kigumu sana sana, asikwambie mtu. Sasa elimu ya uchamungu ni muhimu watu wawe nayo, ama tuwe nayo sana sana. Mtu ujue naendaje, niko wapi, nikoje.
na niendeje? Na hilo ndio lengo letu kuyasema haya. Mwanzoni nishe kusema mimi sisemi au sifundishi haya ninayofundisha kwa ajili ya uganga. Hizi ni faida watu wafanye, watu wamfike Mwenyezi Mungu. Sisi sio waganga bwana. Januari. Unanitazama, unaniona au unaniangalia bwana? Sisi waganga. Inawezekana kuna watu wanadhania hilo, kwamba yule anayesema yale apate watu wa kutibu. Si kwamba wakija tutawafukuza. Si kwamba wakija tutawafukuza. Hapana. Lakini tunasema haya kilillahi, kwa sababu tumeona kuna dosari pahali. Kuna pahali hapa kwa sawa. Patakiwa pakae sawa kwenye ucha Mungu. Tumesema mingi sana. Tumesema vingi mpaka leo hii. Na bado vipo vingi vya kuvisema. Lakini haya ninayoyasema, tunayasema kuendelea kuhimizana katika hili. Elimu ya ucha Mungu ni elimu muhimu sana. Ucha Mungu ndio kila kitu. Wapi utaenda utamkosa Mungu? Hebu niambie. Utaenda baharini utamkosa Mungu? Utaenda angani utamkosa Mungu? Yupo. Wapi? Sasa wewe kwa nini unaacha kuhangaika na ambaye yupo kila pahali? Na alivyokuwa mwenyewe na huruma ameturahisishia mambo. Katurahisishia mambo. Tushindwe sisi. Tushindwe wenyewe. Lakini kisha turahisishie kila kitu. Na mimi niseme wazi. Mimi sio mjuzi sana, kwamba mimi ndio kile kidogo nachokijua hicho basi nakisema. Mtume anasema balighu anni walau aya. Sawa, nifikishie ufikishe japokuwa aya moja tu, kile kidogo ambacho nilichokuwa nacho, kile nachokifahamu, kile basi na watu waweze kunufaika nacho. Sasa niseme jambo moja, kwamba ambaye anamtafuta Mungu au anautaka ucha Mungu ili awe na karama, hawezi kumpata Mungu. Karama ni mtihani kama uchawi. Umeona karama zile? Ni mtihani kama ulivyo uchawi. Nataka niliseme hili wazi. Mungu ndo kaumba uchawi, kweli si kweli? Kweli. Na hizo ndo kauteremsha kwa kuwatuma malaika, si ndio? Kwa nini kauleta uchawi? Ni mtihani ule kwetu sisi. Na hivyo karama. Na wenyewe ndo wakasema kila unachokiona ni mtihani. Mke mtihani, mtoto mtihani, kila kitu mtihani. Lakini kufaulu kwa yote ni mtu kisimama na Mungu. Pesa mtihani, chochote ni mtihani. Hata karama ni mtihani. Au muujiza ni mtihani mkubwa sana. Sasa mtu ambaye anamtafuta Mungu ili kuwa na karama, huwezi ukampata Mungu. Na watu tunafelia hapo, kwamba kuna mtu anafanya ibada ili aone.
huwezi kumpata Mungu, utapata kuona, lakini si Mungu. Mungu hutompata. Kuna mtu anafanya ibada ili awe na karama, utazipata karama, lakini Mungu hutompata. Na inawezekana karama zako zikaenda kukuchoma, karama zile zikakutia motoni, zikakuchoma zile, au kule kuona kwako kule kukakutia motoni. Kwenye mbio za kumkimbilia Mungu tuweni makini sana, kuna mengi sana. Angalia nia yako wewe ni ipi. Mtu lazima awe na nia khalis, mimi namtaka Mwenyezi Mungu. Safanya ibada kwa ajili ya Mungu. Na kusema Sayyid Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahul aziz aliwahi kuulizwa, kwa nini unafanya ibada? Wajua aliketi halwa miaka 20, kakaa polini milimani miaka 20, yeye anafanya ibada tu, haonani na mtu, haoni na mtu wala hamuoni mtu. Miaka 20, anachokula anajua Mungu, anachokunywa anajua Mungu. Ilifikia pahali mpaka kitaka kunywa maji Mwenyezi Mungu anamtengenezea kawingu, mvua inanyesha ndo anakunywa maji. Fanya ibada kubwa sana. Sawa sawa. Sasa na wingi wa ibada alizokuwa akizifanya, aliulizwa mara moja, wewe unafanya ibada sana, unafanya ibada ili usiende kuchomwa na Mungu, ili uingizwe peponi au ili usiingizwe motoni? Akasema hapana, naharibu ni mambo, mimi nafanya ibada ili nipate radhi za Mungu. Kama Mungu atenda kunichoma sawa, atanipeleka peponi sawa. Wewe unaweza mtihani huo. Wewe unafanya ibada kwa ajili gani? Kwenda peponi. Mbona katichela? Tunafanya ibada tuende peponi, ndio hakika. Na tena sisi wanaume na peponi kwenyewe tunafuata kitu hiki. Januari kiseme wewe. Kisema wewe ili ikijulikane wale 70 70 nini sasa? Unapata 4 wawili kule kwanza 70. Kwanza 70. Waupe. Tunafanya ibada tupate malaini. Sio Mungu sasa tena. Na huo ni mtihani kweli kweli. Umeona Sio Mungu tena, tunafanya ibada kwa ajili kwa hata pepo yenyewe ni mtihani. Mungu kuificha pepo na kuuficha moto, alafu akavisema hivi. Mungu alikuwa anashindwa kwani kuiweka pepo pale pap na moto, alafu tunatizama wewe mimi siachi ibada. Tunaona jamani, pepo ile alikuwa anashindwa au anawapitisha lakini kaficha pepo, kaficha wewe Januari wakata yule au ukiona pita unamuona na kusalimia Saleko. Unajua nataka Dar es Salaam kuna salamu hizi nikupe habari. Kuna salamu hizi kuna assalamu alaikum sawa kuna salamu alaikum hiyo inabidi nicheke kwanza. Alafu kuna saaleku. Allahu Akbar. Mimi najisikia Dar es Salaam. Wengi saaleku nini? Kwa yule angekuwa yuko kule juu kwenye jumba lile, ukipita wa Januari saaleku ungeanza kuswali wewe shezi zako wewe swala tena Januari ungeandamana na kujua Mungu swala ziwe 50 so 5 tena unashinda msikitini. Kuna kazi bwana njoo fanya bwana, mimi nipo huku. Au moto ule Mwenyezi Mungu angeuweka pale okay, na vitimbi vyake, nani asingeingia msikitini? Lakini Mungu kaficha mtihani huo. Alafu akasema kuna moto, kuna pepo. Tachagua wewe. Anatoka anakaa tazama. Alafu kuna mimi huko mwenyewe yupo. Unafanya ibada kwa ajili gani? Tena akasema
Siposwali nitawatia motoni. Swali kwa ajili ya Mungu. Ndio maana katika nia pale kuna lillahi taala, kwa ajili ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Hata katika nia swala sawa, kuna lillahi taala na swala hii kwa ajili ya Mungu mtukufu, sio kuepushwa na moto au kwa ajili ya kuipata pepo. Kwa wewe mkimbilie Mungu, Mungu yeye ndo atajua akupeleke wapi, ni khiari yake. Umeona tunapofeli sisi? Okay. Sisi tunavitaka vya Mungu, Mungu hatumtaki. Changamoto. Huo ndo ukweli. Elimu za Mungu hizo. Angalia vingi vinavyofanywa watu kwa sababu yetu, sio kwa ajili ya Mungu. Hakika mimi nilisema hata kipindi kilichopita, tunampenda mtume kwa sababu ana manufaa na sisi. Na waliokuweko kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utawaona Januari. Utawaona kabisa yule ipo kwa ajili ya Mungu. Ana habari na chochote kile. Ana habari na chochote. Lakini sie ndo tunahangaika sasa na vitu. Utahangaika na hiki, utahangaika na kile, utahangaika na hiki na kile. Na katika masala hayo kuna mtihani hapo, kuna Ibilisi. Ibilisi kiumbe hatari sana. Ibilisi anawapa watu mitihani, wengi hawajui kama ni Ibilisi. Na hasa wale ambao mtu anafanya ibada apate karama au apate macho ya kuona. Sio mje Ibilisi vizuri wewe. Yule Mungu kumlaani sio bahati mbaya. Mungu kumlaani Ibilisi sio bahati mbaya, shekhe. Ibilisi hafai. Hafai. Shekhe, unaweza ukafanya ibada, Ibilisi akaja akakupa mtihani. Si unafanya ibada? Anakuja. Tutakuona wewe. Anakuja, linakuja li shekhe lina mandevu. Wallahi jeupe zuri linanukia. Ukimwona sema mashaallah, huyu kama sio mtume au ni malaika huyu. Kija pale salamu alaikum Januari. Nimekuja mimi hapa sasa. Mimi ndo hivi. Sasa nakugia maneno haya, wewe ukitaka mimi utasema maneno haya. Anakupa maneno pale. Kumbe Ibilisi hajakutoa kwenye reli bado. Mapema sana. Sasa anakutoaje wewe kile ukikaa ukimtaka tena yale maneno barshishin marishin shadmashin hayo masheshe yanakuja. Unatoka tena kwenye njia ya Mungu. Umeona hiyo? Umepaona hapo? Ushatoka tena kwenye ya Allah unaanza huko shamrushin wamepotea wengi kwenye mkumbo, wengi sana. Mtu anakuja na kabisa una hivi ni tunda, ni mche mzuri huu, utaota, utastawi, yatatoka matunda mazuri. Ukifanya masiara ule mche unapotea. Mtu anatoka katika reli tena huko, anaingia kwenye maviumbe. Si vibaya, lakini mtu aimarike kwa nani? Kwa Mungu kwanza. Anakuja yule bwana, mimi nimekuja hapa. Kwani sasa limpekea Sheikh Abdul Qadir Jilani? Alimwambia Abdul Qadir, umefanya ibada kwa miaka yote uliofanya 20, mimi ni Mungu wako, nakupa habari, kuanzia leo nimekuridhia, usifanye ibada tena mpaka unakufa, na vya haramu kuanzia sasa kwako ni halali. Sawa? Fanya utakavyo. Abdul Qadir kasikiliza sana, hapana. Huyu shenzi zake huyu kumbe.
Umeelewa Muhyiddin akajua huyu Ibilisi sio Mungu huyu. Ningekuwa mimi na wewe shekhe, alhamdulillah. Hakuna kuswali hapa, mswala weka hapa. Nduki. Umeona hiyo Tunapoteleza, umepaona Januari? Shekhe, haya ni makubwa sana. Tunapoteleza watu unapaona? Tumuombe Mwenyezi Mungu atuwafikishe haya pia tuyasikie wote, mimi na wewe kwanza. Bali na watu wanaotusikiliza, mimi na wewe. Na yule anayotuchukua yule. Wote Mungu atujalie tuyasikie, tuelewe. Mungu kwanza, watu wamfikie Mungu. Mengine yatafuata. Umeelewa vizuri Januari? Okay. Makarama, vitu gani, vitu hivi, kile, ni vitu vipo. Lakini wewe kama hauna Mungu vya kazi gani? Ila mtu ambaye hatonielewa ni yule ambaye moyo wake bado una maradhi ya imani. Hutonielewa. Kama moyo una maradhi ya imani, hutonielewa. 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 Ndio maana hata katika ilmu za Mwenyezi Mungu, wale watu wenye madaraja makubwa, kila mwenye daraja kuna ambaye anakuwa juu yake kwa ajili ya kumcontrol asije akatoka kwenye reli. Sababu binadamu huumbiwa nafsi. Binadamu huumbiwa nafsi. Lazima mtu utakuwa na muongozo, unapelekwa muongozo ule, uendeshwe, upelekwe, twende hivi, ndo twenda hivyo hivi, usiende, twende hivi, tunakwenda. Pamoja na kwamba tunasikilizwa na watu tofauti tofauti. Kuna watu wanatuelewa na kuna watu hawatuelewi. Lakini lengo kubwa la kuyasema haya ni kuwaeleza watu kwamba tunatakiwa tumkimbilie Mungu wa haki. Ndio maana ya haya ninayoyasema. Ni kusummarize tu. Lakini hivi ambavyo wengi tunavitaka havina maana. Vipo tu. Na vitakuwa na natija na maana kama tukimfikia Mungu. Kila siku kusema kuwa na karama si kazi. Kuwa na nini si kazi. Kazi kuwa na Mungu. Januari tumesema mengi sana. Sasa haya ambayo tumeyasema leo yangetosha kuwa ni darasa letu leo. Sababu ni waadhi huu. Ni waadhi huu. Japokuwa tumezoea kwamba tunapokutana lazima tugeane faida. Sawa? Tuna madarasa mengi ambayo hatujayamalizia. Kuna la Saidna Ali lile, la herufi na kadhalika. Sawa? Lakini kwa kulimalizia ile darasa la leo, pamoja na kwamba maelezo yamekuwa mengi, lakini na hakika huenda akawa na natija. Tutoe faida ndogo moja kwa watu wanaotusikiliza. Tukifikisha istighfar kwa wingi. Tufanyeni sana istighfar. Sana. Tupo hapa, daraja hili tunachokitaka kipo kule. Sawa. Sasa kuipita hii njia.
lakini tunakitaka kile kilichokuwepo kule. Sawa? Okay. Tutakipata vipi? Hatuna namna. Hata iweje. Tunaenda huko lakini tarudi hapa. Tusipoteze muda. Tuanze sasa. Ili tufikie kule haraka. Anza sasa hivi tu. Lakini yote jiweke kilillahi. Tudumuni na istighfar. Jitahidi kabla haujalala uongee na Mwenyezi Mungu. Umweleze Mwenyezi Mungu ulioyafanya kutwa nzima ya leo, pamoja na kwamba anayajua. Kabla haujalala jitahidi kumweleza Mwenyezi Mungu mambo yote uliyofanya kutwa nzima ya leo. Mungu, nimefanya hili, nimekukosea sana. Na katika yote niliyofanya, nilipokosea sipajui, nilimkosea simjui. Makosa yapo, tunatambua. Inawezekana Januari leo mimi nimemtukana mtu kaumia, nimemdhulumu mtu, nimemsonya mtu, nimefanya dhambi yoyote, inawezekana. Sawa? Mwambie Mwenyezi Mungu, nimefanya hiki. Naomba Mwenyezi Mungu nisamehe. Kabla haujalala ongea na Mungu. Ongea na Mwenyezi Mungu. Na mwambie Mwenyezi Mungu, inawezekana kuna pahali mimi nimeteleza, lakini sijui nimeteleza wapi. Sifahamu. Naomba unisamehe. Ya Allah. Mwambie Mwenyezi Mungu, inawezekana kuna pahali mimi nimeteleza, au nimeteleza kuwakosea wazazi wangu. Kama wako hai, inawezekana kuna pahali nimewakosea, leo walitaka niwajulie hali, au wametangulia mbele zako za haki Mwenyezi Mungu, wazazi wangu wamelala makaburini, kuna jambo hawakupenda mtoto wao nilifanye, leo nimelifanya, nimewakosea na huenda nimewaongezea adhabu kaburini. Mungu, naomba nisamehe na wasamehe wazazi wangu. Kabla hujalala, dakika 10 nyingi. Chache. Dakika 15 nyingi. Tena 15 nyingi sana. Dakika 5 tu. Mwambie Mwenyezi Mungu hayo. Mungu, wasamehe wazazi wangu. Nisamehe na mimi. Nilipokukosea Rabbi, naomba unisamehe. Na kama nimewakosea majirani zangu, naomba unisamehe. Kama nimemkosea mke wangu, watoto wangu, ndugu zangu hawa, Mungu naomba nisamehe. Na kuomba Mungu wangu. Na kama papo ambapo nimekukosea wewe au nimemkosea mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naomba Mwenyezi Mungu nisamehe hapo nilipopakosea. Mungu nisamehe. Utapendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utapendwa na malaika wa Mungu, utapendwa na mitume wa Mungu, na watakuhurumia, na Mungu atakuhurumia, na utapata baraka na fadhila za Mungu zote, na utapata mpaka usioyataka kwa kuyafanya hayo. Kwa kufanya hivyo tu, inyongeshe kwa Mungu kabla hujalala. Na istighfar bora kubwa baada ya kuyasema yote, kumbembeleza Mungu kwa istighfar na kadhalika, maliza na ile istighfar kubwa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika bika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi dhanbi faghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baba la istighfari lo mara 3. Unalala na rehema ya Mungu pale. Mungu anatamba kwa malaika na anajinadi. Nani wa kumgusa huyu?
nani akamchezee huyu. Kama nataka ghadhabu zangu, mguseni huyu wangu, huyu nampa rehema zangu. Kakili kayaona aliyoyafanya kutwa nzima, mwisho kaja kanieleza mwenyewe kwa kinywa chake, huyu. Shekhe, unapata rehema za Mungu, na siri ipo hapo. Ukijidogesha kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atawadogesha watu kwako. Naona hiyo wangu hii inaenda inarudi, haisi kinyume nyume, mbele mbele huko. Jambo kubwa sana. Usilale hujamwambia Mwenyezi Mungu hayo. Umemaliza kutaka istighfari, shukuru Mungu kwa kila kitu. Mungu, nakushukuru leo mpaka hapa nilipofika hii jioni hii. Ya Rabbi, alhamdulillah. Sija katika sina upofu, sina nini. Tenga muda, kaa peke yako, mshukuru Mungu. Tena sujudu, mwambie Mungu sujudu. Mshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila kitu. Na hema, Mungu leo amekufa wengi, mimi niko hai, alhamdulillah. Wallahi labda sio Allah huyu tunamjua sisi, lakini kama huyu utapata mengi sana, mengi mno. Umemaliza zako, soma dua ya kulala, pumzika. Utalala na rehema za Mungu, utaamka na rehema za Mwenyezi Mungu. Hakuna kibwengo atakaye kuchezea, hakuna jini wala sheitani hata mchawi atakaye kuchezea wewe, hakuna. Hata mtu atakaye kuchezea wewe hakuna. Maana watu wajue kuna ilmu zipo. Mtu anakuja kama jini mahaba, anakuja na kuchezea. Kumwambia bwana mmoja amekuja na mke na mtoto. Sasa kila nikimwangalia yule mtoto katika maana niza, huyu mtoto bwana sio kwako. Ameshaua kwangu, yule mama machozi. Pana. Huyu wa kwako, huyu apia, huyu si wa kwako. Yule binti machozi, shekhe, mimi na nimelisema kwa sababu nilijua yule binti hakutoka nje. Sawa? Nilifahamu yule binti hakutoka nje. Huyu si wa kwako. Nendeni mkapime DNA, mjithibitishie. Kwa kuwa ni watu ambao wana masikio wakasikia. Wakaenda wakapima, majibu ni vile vile, mtoto si wa kwake. Yule bwana tena kamgeukia mkewe, wewe utanieleza wewe. Hii wewe utanieleza. Hapo utanieleza vizuri kweli. Yule kaja kwangu, namwambia bwana, huyu mke wako usiki. Yanamuingia. Haya muingii. Shekhe, wewe unamtetea huyu, wewe huyu unamtetea huyu, katoka nje, mtoto kampata vipi? Kamweleza. Na hakika ilikuwa hivyo. Mtu kabla yule binti maridadi, kampenda, akatumia ilmu kwenda kumuingilia. Ilmu zipo, watu wanatumia, fanya hiyo mambo. Fikiri bila kutaka hifadhi ya Mwenyezi Mungu vipi? Ili naoliongea kwa sababu ni ilmu. Yule bwana namuuliza, namwambia, wewe binti huyu umemkuta mwanamwari? Ndio. Baada ya kumtoa wanamwari wake hali ilikuwaje? Naambia shehe, kama vile hakuwa mwanamwari. Maneno japokuwa magumu kidogo. Kama hakuwa mwanamwari vile. Sio tatizo lake, huyu hajui.
Sasa watu wako wanafanya hayo, watu wanafanya hayo Januari. Okay. Hata sio tu mpaka wachawi. Wengi hudhani pia ni nani yule jini mahaba. Jini mahaba. Si kila anayefanya hivyo ni jini mahaba. Wengine wanakuja kabisa. Mtu anakuja Sheikh Januari, kuna limama wewe linakupenda lakini wewe hulitaki. Sasa linakuvizia tu usiku. Mtawa 4 anazaliwa mtoto Januari mtupu. Au ndo maana kuna hilo. Mbona kama anachuda. Yeye anachuda hata. Tusubiri kama kwangu ya Rabbi. Lakini haya ya Mungu. Program tu tunabana kabisa. Dunia ina mambo shekhe. La dunia ina mambo hii. Dunia ina mambo kweli kweli. Sasa yule binti maskini kaingia katika mtihani mkubwa. Lakini sababu sasa ukiyafanya haya utapata hifadhi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nani atakayekuchezea? Hakuna atakayekugusa. Nani atakayekugusa wewe? Niambie. Sawa Mambo ni mengi ya kusema, lakini tumesema kwa kirefu sana. Haya ambayo tumeyasema, tumuombe Mwenyezi Mungu atunufaishe nayo. Amen. Sisi wenyewe kwanza tuisikie. Amen. Lakini pia tumuombe Mwenyezi Mungu anufaishe watu wetu. Amen. Ambao wametupendelea kheri, kutuchagua pia kutusikiliza. Amen. Basi haya Mwenyezi Mungu akajalie kwao yakawe ni manufaa. Amen. Na yakawafungue. Amen. Palipofungika basi yakafungue, watu wakaridhika. Na Mwenyezi Mungu atujalie tuongoke. Amen. Mimi naona Januari haya toshe. Tusiongeze tena. Okay. Khairul kalam man kalla wa dalla. Okay. Kwa mimi kwa haya niliyosema leo itoshe. Naam. Mwenyezi Mungu akijalia kitu mwinginewe tutakuja kuyazungumza mengine na tutaendelea katika mlolongo wetu wa madarasa yetu mbalimbali. Lakini kubwa zaidi kwamba taratibu wa Jawab TV ni huo. Wakijawabu. Na jambo lingine muhimu sana niliseme hili watu walifahamu, katika watu wetu ambao wamekuwa wakitaka kuungwa katika magrupu na wale walikuwa katika magrupu ya WhatsApp. Tumesimama madarasa kwa muda. Kwa hata watu hawaungwi katika magrupu ya WhatsApp. Kwa sababu tumesimama, watu idadi ni kubwa, ni wengi wanaotaka kuungwa katika madarasa, wengi sana. Lakini hatuwaungi ni kwa sababu madarasa kule yamesimama kwa muda takriban mpaka sasa hivi kama miezi 3 hivi. Bado hatujarudi katika madarasa yetu ya moja kwa moja. Kwa hivyo tutakaporudi au tutakapoanza tena madarasa yetu ya WhatsApp kule, tutaanza kuwaunga tena watu au tutakuja kusema utaratibu mzuri, lakini yote ilikuwa ni katika mipangilio. Okay. Mwenyezi Mungu atujalie tuwafikishe al-kamalu lillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Assalamu alaykum. Shukran. Naam. Mpenzi watazamaji wa Jawab TV, kwanza kabisa niwapongeze sana kwa kutenga muda wenu kuanzia pale mwanzo ambapo tumeanza hadi hapa ambapo tumefikia. Hakika nyinyi ni watu wa thamani sana, na Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri kwa yale ambayo mnahitaji pamoja na sisi. Amina. Kwa pamoja. Lakini pia tunasema haya ambayo mwalimu anayofundisha basi ni vyema pia tukayasambaza. Kama una ndugu jamaa na rafiki huko, usisite kumwambia kwamba Jawab TV ni moja sehemu ambayo unaweza kupata madarasa mazuri sana. Lakini hata kama bado subscribe hapa, pia tufollow katika mitandao ya kijamii kama Jawab TV. Mimi ni Januari, nyuma ya kamera ni Chuda. See you until next time. Lakini yote kwa yote tunasema Jawab TV, fumbuza mambo ya kiroho. Alhamdulillah, shukran bwana. Shukran sana.